Anaambia Esther, sikiliza, wakutuvusha kwenye msala ni wewe. Kwenye ukoo mzima na kabila zima, aliyepata nafasi ya kuketishwa ikuru ni wewe. Na mwenye nguvu anayeweza kuzungumza na mfalme ikuru ni wewe. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna maombi, ni waombaji, tunanena kwa lugha na tuna upako, lakini huu upako unamhitaji mtu aliye kwenye mfumo. Tuna upako, unajua Justini, tunaomba, lakini kuna vitu vingine maombi hayawezi kutusaidia. Ndio maana kuna wakati maombi hayakupi majibu unayotaka, ila yanakupa mtu wa kukusaidia kukupa unachotaka. You have to understand. Ndio maana Paulo alisema tunatakiwa kuomba kwa akili na kuomba kwa roho. Unaweza ukakazania shanda rabaseke ramasaka rabosika, wakati unaendelea kunena kwa lugha, sikiliza na maelekezo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna muda kukesha kwenye madhabahu kunaweza kusikupe unachotaka, ila kukakupa mtu atakayekupeleka upate unachotaka. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu hakupi unachotaka, ila anamleta daktari wa kukusaidia upate unachotaka. Wakati mwingine huwezi kupata mimba kwa namna unayotaka, Mungu anakukutanisha na mtu wa kukusaidia kwamba ili upate mimba maelekezo ni 1, 2, 3. Utakiwi kupuuza hayo maelekezo, kwa sababu maombi yanaweza kukupa mtu wa kukuelekeza, na yale maelekezo yakakupa kuvuka. Alikuwa na upako Mordekai, lakini upako haukuondoa hati ya mashtaka kwamba wanataka kufa. Upako ulikuwa unataka mtu aliye kwenye nafasi.